Tumetembelea hapa Chuo Kikuu cha Ardhi ambako tumeona majengo kwa ajili ya maabara za kujifunzia, madarasa, tumeona maabara za aina tofauti tofauti. Kumbe wenzetu hawajengi tu, wanapima udongo, wanapima tofali, wanapima kokoto na vitu vya namna hiyo. Kwa hivyo tumekuja kuona utekelezaji wa bajeti katika eneo hili. Jambo kubwa ambalo sisi kama bunge kupitia kamati ya elimu, utamaduni na michezo ni pongezi kwa serikali yetu inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hii. Kumbe kama Mheshimiwa Rais asingeleta fedha, tungekuwa na changamoto kubwa sana ya madarasa. Tungekuwa na changamoto kubwa sana ya workshops, karakana kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia. Tungekuwa na changamoto kubwa sana ya studio na vitu vya namna hiyo. Sasa majengo haya manne yanaenda kupunguza au kutatua changamoto ambazo zilikuwa zinawasibu wenzetu wa ardhi katika eneo hiyo. Msisitizo wetu katika miradi yote ambayo inajengwa na serikali, kwanza tunasisitiza miradi ikamilike kwa muda ambao umepangwa. Lakini pili, tunasisitiza ile thamani ya fedha iliyotolewa iweze kuonekana kwenye miradi. Lakini tatu, tunatamani kuona usimamizi wa karibu wa makandarasi na wote ambao wanapewa kazi, wazabuni, wakamilishe wajibu wao mapema na kwa uzuri ili kuruhusu serikali kuendelea kutekeleza shughuli zake katika muda ambao unatakiwa. Mwisho kabisa nitumie fursa hii kuwapongeza sana Chuo Kikuu cha Ardhi. Tumetembelea miradi mingi, lakini nadhani leo tumetembelea miradi ya ujenzi kwa wajenzi wenyewe. Ndio maana tunaona mheshimiwa mmoja hapa anasema kwa kweli hapa ni excellent. Ni excellent kwa sababu sio tu kwamba wanajenga mradi, lakini wapo kwenye eneo lao la kazi. Kwa hivyo wana fursa ya kufanya vizuri na tumeona miradi yao ni mizuri. Kwa kweli jengo lile la studio, ile hali ya matofali ambayo inapitisha hewa, mwanga, sidhani kama ni kwa ajili ya wao peke yao. Nadhani hata huko mtaani tunaweza tukawa na majengo mazuri ya namna ile, jambo ambalo linaweza likasaidia sana kupunguza hiyo changamoto ya hewa, hasa kwa maeneo haya ya joto kama ya Dar es Salaam, lakini vile vile kwa ajili ya kupata mwanga wa kutosha katika maeneo. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa ubunifu huo. Sema sasa pongezi zetu tunawapongeza wajuzi. Ni wajuzi wenyewe na wanaendelea kubuni na ndio wenyewe wenye taaluma yao ya ujenzi. Kwa hiyo tunashukuru na tunawapongeza sana. Lakini tumejivunia kuona kwamba ni Tanzania tunaamua kubuni na kutumia vifaa vya Tanzania. Katika maelezo yao wamesema material nyingi almost wanazojenga hapa wanatumia local materials zinazopatikana ndani ya nchi yetu. Hili ni jambo la kujivunia sana. Lazima tuhakikishe kwamba tunainua viwanda vya ndani kwa kuconsume, kwa kutumia materials ambazo zinapatikana ndani ya viwanda vyetu. Kwa hiyo hili nalo ni jambo kubwa la kupongezwa na la kuungwa mkono, na tunatamani katika miradi mingine ya serikali, hata sio ardhi peke yake, watumie zaidi materials za ndani. Hii habari ya kuagiza tunaua viwanda vyetu vya ndani. Kwa hiyo tukiendelea kutumia materials za ndani tutakuwa tumeishi ile dhamira yetu ya dhati ya kuwa na Tanzania ya viwanda. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.